masuala ya uchaguzi au swala la kupiga kura, kiongozi wetu alisisitiza hapa, mtumie vyombo vyenu au nafasi zenu kama waandishi wa habari kuwahimiza, kuwashawishi na kuwaelimisha, ili waelimike, wajue kwamba wana umuhimu wa kutumia nafasi yao au haki yao ya msingi ya kikatiba ya kupiga kura. Tanzania kuna aina mbili za uchaguzi kama tunavyofahamu, ambazo hufanyika kila baada ya miaka mitano. Uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani, na uchaguzi wa viongozi wa mamlaka za serikali za mitaa. Huu uchaguzi wa mamlaka za serikali za mitaa au uchaguzi wa serikali za mitaa umeshapita na tumeshapata viongozi. Sasa hivi tunasubiria tu kufika mwezi wa 10 tarehe 29 tukafanya maamuzi ya kwa njia ya kidemokrasia kupata hao ambao tutawapata kwenye uchaguzi mkuu. Katika kufanikisha uchaguzi huo, serikali imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali kuhakikisha au ili kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru na wa haki kwa mwananchi, kuweza kumchagua kiongozi amtakaye kupitia sanduku la kura na si vinginevyo. Jitihada zilizofanyika ni pamoja na kutunga sheria mbalimbali zinazolenga pia kupiga vita vitendo vya rushwa kwenye uchaguzi. Sheria hizo ni pamoja na sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024. Ili kuweka usawa au watu waweze kupata viongozi wao kupata utaratibu mzuri, serikali ilitunga sheria ya uchaguzi. Uchaguzi wa viongozi bunge pamoja na serikali kutengeneza hii sheria. Uchaguzi wa viongozi ni muhimu kwa vile unagusa maisha ya wananchi. Vitendo vya rushwa na makosa mengine yanayofanyika wakati wa kuchagua viongozi yanaharibu mchakato wa uchaguzi na kuwanyima haki yao ya kikatiba, kama ambavyo nilikuwa nimeanza kutanguliza kwa hiyo. Baadhi ya wagombea ambao wangesaidia kuleta maendeleo ya wananchi, rushwa ni moja ya sababu kuu ambayo inaweza ikasababisha wananchi wakapoteza haki yao ya msingi ya kupata viongozi wao kwa njia za kidemokrasia. Rushwa inapotamalaki au inapoingilia michakato ya uchaguzi, inaweza kawa kipindi cha kuwapata wale viongozi ndani ya chama, wale ambao watawakilisha vyama vyao, lakini pia kipindi cha mchakato wa kuelekea kwenye uchaguzi. Kwa mfano sasa hivi tuko kwenye kampeni, mchakato wa kuwapata wale wagombea, sifa ndio kuwa kipaumbele cha kwanza, lakini rushwa ikitumika, zile taratibu zote sio rahisi kufuatwa, na matokeo mazuri ambayo tunayategemea katika ule uchujaji wa hatimaye kupata viongozi ambao watatufaa kutuongoza katika maeneo mbalimbali au kuongoza wananchi katika maeneo mbalimbali, tunaweza tusipate vile ambavyo tunavihitaji kutokana na shida ya rushwa. Rushwa ni kikwazo namba moja. Kusudi la mada hii ni kuwawezesha kuelewa makosa ya rushwa pamoja na makosa mengine yaliyoainishwa katika sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024. Sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024 imeweka au inaweka masharti ya kusimamia uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Imefuta sheria ya taifa ya uchaguzi ya mwaka 1985 na sheria ya uchaguzi ya serikali za mitaa ya mwaka 1979 na kuweka masharti mengine yanayohusiana na haya. Sheria hii itatumika Tanzania bara na Tanzania visiwani kwa uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano na kwa uchaguzi wa madiwani wa Tanzania bara. Sheria hii itatumika Tanzania bara na Tanzania Zanzibar kwa uchaguzi wa rais, wa bunge, kwa uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa uchaguzi wa madiwani kwa Tanzania bara. Huo ulikuwa ni utangulizi, lakini naomba nielekeze sasa katika masuala makosa yaliyoainishwa katika sheria hii mpya mwaka 2024 namba 1 ya mwaka 2024. Sheria ya uchaguzi. Kosa la kwanza ni hongo au rushwa na ushawishi. Tunaamini kutokana na jinsi ambavyo mmeshiriki katika semina hii kwamba
yale ambayo mmeyapata na kuyaelewa mtaenda kuyafanyia kazi, na mtafikisha ujumbe wa mapambano dhidi ya rushwa, hasa kuzuia vitendo vya rushwa kuelekea uchaguzi mkuu kwa wananchi. Lakini pia ningependa kutumia fursa hii kuwasisitiza wananchi wote kujitokeza siku ya tarehe 29 na kutumia haki yao ya kikatiba kuchagua viongozi wao. Wanaweza kumchagua diwani, mbunge au mheshimiwa rais kwa njia ya kidemokrasia. Tujitokeze, lakini pia katika mchakato huo kwenye kampeni sasa hivi, siku ya kupiga kura na baada ya uchaguzi, tunatoa ushauri au tunawakumbusha kwamba msijihusishe na vitendo vya rushwa, kwani vitendo vya rushwa vina athari. Hatuwezi kupata kiongozi mwadilifu atakuja kusimamia maslahi mbalimbali ya kijamii katika maeneo yetu, atakayesimamia shughuli mbalimbali za kimaendeleo, fedha, shughuli za amani na ulinzi, kama tutapata viongozi kwa njia za rushwa. Kwa hiyo naomba sana tuzingatie yale ambayo tumewashauri. Kama ambavyo mmesoma sheria ya uchaguzi namba 1 ambayo ina makatazo yake, amini ina vifungu ambavyo imeweka ambavyo vina adhabu, na hii sheria ina makatazo ambayo imeyaweka. Na katazo la kwanza katika sheria hii ya uchaguzi inakataza vitendo vifuatavyo: kabla na wakati wa mchakato wa uteuzi wa wagombea ndani ya vyama vya siasa, kwa mtu aliyetangaza au kufanya vitendo vinavyoonyesha nia ya kushiriki katika mchakato wa uteuzi, wakati wa uteuzi wa wagombea au wakati wa kampeni au wakati wa uchaguzi. Kitendo cha kwanza kinachozuiliwa na sheria hii ni hicho hapo. Sheria hii inazuia kutoa fedha, mikopo au kitu chochote chenye thamani ili kupigiwa kura. Kwa hiyo mtu yote atakayetoa fedha au umetoa mikopo yoyote kwa wananchi au kitu chochote chenye thamani ili uweze kupigiwa kura, sheria hii inakataza. Kifungu cha 21 kifungu kidogo cha kwanza A, kwamba sheria inakataza mgombea, wakala au chama cha siasa kutoa moja kwa moja au kwa namna nyingine yoyote fedha, mkopo, ahadi ya fedha au kitu chochote chenye thamani ili kumribuni mtu aweze kukupigia kura au aweze kuacha kukupigia kura au kufanya kitendo chochote kinachohusiana na mchakato wa uchaguzi. Mtu yote anayefanya hivyo anakuwa amekiuka kifungu hicho. Na mlengo wa kusaili anasema niweza mgombea mwenyewe au wakala wake au chama chake cha siasa cha mgombea au mtu yoyote yule kupitia mgombea anakuwa amefanya kosa kwenye sheria hii. Eneo la 3, tutawakumbusha kuhusu wajibu wenu wa kuzuia rushwa katika uchaguzi. Na huu ndio ujumbe muhimu kwenu wanahabari, kwamba ndugu zangu, nitumie fursa hii kuwaomba kufikisha elimu hii mtakaoipata leo kwa wananchi kupitia vyombo vyenu vya habari, kwani kwa kufanya hivyo mtakuwa mmetekeleza jukumu lenu la kuzuia vitendo vya rushwa katika uchaguzi. Pia niwasisitize kutumia vyombo vyenu vya habari kuwahimiza wananchi kutumia fursa yao ya kikatiba ya kupiga kura. Wahimizeni wananchi wajitokeze kwa wingi sana siku ya kupiga kura tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka huu, ili waweze kupata viongozi bora na waadilifu watakaojali maslahi ya jamii kwa kuwaongoza kuweka mipango ya kuendeleza maeneo yao na taifa kwa ujumla. Asante. Kwa niaba ya waandishi wa habari mkoa wa Shinyanga, tunashukuru sana kwa TAKUKURU kutuletea semina au mafunzo haya. Kwanza kabisa mmeamsha akili zetu. Ni kweli kuna baadhi ya mambo tulikuwa tunayafahamu, lakini kuna ambayo tulikuwa tumeyasahau kwa sababu ya shughuli za hapa na pale, lakini kwa sasa mmetuamsha na tunakwenda sasa kufanya kazi vizuri kuhusiana na masuala haya ya rushwa. Tuahidi ushirikiano huko mtaani tunakokwenda, kama mlivyosema hapo awali kwamba sisi tunapenya pengi, tunakutana na wengi. Kwa hiyo tutakapokutana na vitendo vyote vya rushwa, tutakuja kutoa taarifa hapa kwa ajili ya ufanyaji wa kazi. Kama kauli mbiu inavyosema kwamba kuzuia rushwa ni jukumu langu, ni jukumu lako, tupambane kwa pamoja, basi tutakwenda kupambana na rushwa. Asante.